Biblia inasema hivi: basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benjamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Beli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorathi, mwana wa Fia, mwana wa Benjamini, mtu shujaa mwenye nguvu. Naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri, wala katika wana wa Israeli hakukwako mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanawe, haya basi, toa mtumishi mmoja pamoja nawe, uondoke uende ukawatafute punda hao. Naye akapita kati ya nchi ya milima Efraim, akapita na kati ya nchi ya Shilasha, lakini hakuwaona. Kisha wakapita katika nchi ya Shalim, wala huko hawakwako. Wakapita kati ya nchi ya Wabenjamini, wala hawakuwapata. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya na turudi, baba yangu asije akacha kufikiri habari za punda akatufikiri sisi. Naye akawaambia, tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Yote asemayo hutukia kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tunayoiendea. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tukimpelekea mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha jomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu wa Mungu. Tuna nini sisi? Yule mtumishi akamjibu Sauli akasema, tazama, mkononi mwangu nina robo ya shekeli ya fedha. Nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo, atuambie njia yetu. Hapo zamani katika Israeli, mtu alipoenda kuuliza neno kwa Mungu husema hivi, haya twende kwa mwonaji. Maana mtu aitwaye sasa nabii hapo zamani aliitwa mwonaji. Basi Sauli akamwambia mtumishi wake, umesema vema, haya twende. Wakaenda mpaka mji aliyekuwamo mtu wa Mungu. Hata walipokwea kwenda mjini, wakakutana na wasichana wanatoka kwenda kuteka maji. Wakamwambia, je, mwonaji yuko? Nao wakajibu wakasema, yuko. Tazama, yuko huko mbele yako. Fanyeni haraka sana, maana hivi leo amekuja mjini, kwa sababu watu wanadhabihu leo katika mahali pa juu. Mkiingia mjini tu, mara mtamwona kabla hajakwea kwenda mahali pa juu ale chakula. Maana watu hawatakula hata yeye atakapokuja, kwa maana yeye ndiye anayeibarikia dhabihu. Kisha hao watu walioalikwa hula. Basi kaeni sasa, maana wakati huu ndio mtakapomwona. Nao wakakwea kwenda mjini. Nao walipokuwa wakiingia mjini, tazama, Samueli akawatokea kwenda mahali pa juu. Basi Bwana alikuwa amemfunulia Samueli siku moja kabla Sauli hajamwendea, akisema, kesho wakati kama huu nitakuletea mtu kutoka nchi ya Benjamini, nawe mtie mafuta ili awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, naye atawaokoa watu wangu na mkono wa Filisti, maana nimewaangalia watu wangu, kwa sababu kilio chao kimenifikiria. Hata Samueli alipomwona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye niliyekwambia habari zake, huyu ndiye atakayewamiliki watu wangu. Ndipo Samueli akamkaribia Samueli langoni, akasema, tafadhali uniambie, nyumba ya mwonaji yuko wapi? Samueli akajibu Sauli akasema, mimi ndimi mwonaji. Tangulia mbele yangu ukwee mpaka mahali pa juu, kwa maana mtakula pamoja nami leo, kisha asubuhi mtakwenda. Nitakuacha uende zako, nami nitakwambia yote niliyo nayo moyoni mwangu. Na wale punda zako waliopotea siku hizi 3, usijiudhi kwa ajili yao, maana wameonekana. Na yote yaliyotamanika katika Israeli amewekewa nani? Si wewe na nyumba yote ya baba yako? Basi Sauli akajibu akasema, je, mimi ni Benjamini, mtu wa kabila iliyo ndogo kuliko kabila zote za Israeli, na jamaa yangu nayo ni ndogo kuliko jamaa zote za kabila ya Benjamini. Kwa nini basi kuniambia hayo?
Naye Samueli akamtoa Sauli na mtumishi wake, akawaleta ndani sebuleni, akawaketisha mahali pa heshima kati ya watu walioalikwa, nao jumla yao walikuwa kama watu 30. Samueli akamwambia mpishi, lete sehemu niliyokupa, hiyo niliyokuambia uweke akiba. Basi mpishi akatoa paja na nyama iliyokuwa juu yake, akaiweka mbele ya Sauli. Samueli akasema, ilivyowekwa akiba ndiyo hiyo, iweke mbele yako ule, kwa sababu umewekewa hiyo wewe hata wakati uliokusudiwa, maana nalisema nimewalika watu. Basi Sauli akala pamoja na Samueli siku hiyo. Hata waliposhuka kutoka mahali pa juu na kufika mjini, akaongea na Sauli darini, nao akaamka alfajiri. Kisha akawa kulipopambazuka, Samueli akamwita Sauli darini, akasema, inuka nikupeleke kwenu. Basi Sauli akainuka, nao wakatoka wote wawili, yeye na Samueli. Hata walipokuwa wakishuka mwisho wa mji, Samueli akamwambia Sauli, mwambie mtumishi atangulie. Naye akatangulia. Bali wewe simama hapa sasa, ili nikwambie neno la Mungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Ni story ndefu, lakini iko na mafundisho makubwa. Jina la Bwana na liinuliwe. Ya kwamba njia yako si njia ya Mungu, wala mawazo yako sio mawazo ya Mungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Biblia inatuambia kwamba kulikuwa na mtoto wa Kushi ambaye jina lake Wakishi, jina lake aliitwa Sauli. Biblia inasema kwamba ilifikia wakati punda wa babake Sauli wakawa wamepotea. Babake Sauli akamtuma Sauli, akamwambia, chukua mtendakazi mmoja ama mtumishi, mwende katika nchi ya Wabenjamini, mwende mkatafute hawa punda ambao wamepotea. Sauli akatoka na yule mtumishi wake, wakazunguka katika nchi 3. Biblia inasema kwamba katika hiyo nchi hakukuwa na kijana mzuri kama Sauli, maana Mungu alimuumba akaumbika kweli, ya kwamba alikuwa ni mtu mwenye moyo safi na maumbile yake pia yalipendeza kwa Bwana. Kwa hivyo akashikana na huyo mtumishi, wakawa wameenda katika nchi 3 kwenda kutafuta hao punda wa baba yake. Biblia inasema kwamba walitembea ndani ya nchi 3 za Wabenjamini, lakini hawakuweza kuona hao punda. Wakatembea wakafika mahali, wakaambiwa na mtu ya kwamba katika Israeli huwa kuna muonaji ambaye mtu ambaye sasa anaitwa nabii. Nyakati hizo alikuwa anaitwa muonaji, ya kwamba mtu huyo, wakati watu walikuwa na shida, walikuwa wametembea kwa mtu huyo na wakapata suluhu zao ndani ya maisha. Kwa hivyo Sauli akamwambia mtumishi wake ya kwamba itabidi twende kwa huyu mtu wa Bwana, twende kumuuliza suluhu kuhusu hawa punda, kwa sababu baba yetu hatafurahia wakati tumeenda nyumbani pasipo kubeba hawa punda. Baba atakuwa ameudhika ndani ya moyo. Kwa hivyo ni vizuri tunapoenda kwa mwonaji atuambie ni nini imetokea juu ya hawa punda. Nataka kusema ya kwamba Mungu ana njia tofauti na mwanadamu ana njia tofauti. Kwa sababu gani? Wao walipotoka wakakutana na wasichana wawili, wakawauliza, je, mwonaji yuko? Wasichana wakasema, mwonaji yuko, lakini fanyeni haraka kwa sababu anataka kutoka kwenda mahali pa kutolea dhabihu. Kumbe Samueli naye alikuwa ashaangaliwa na Bwana ya kwamba kutakuja mtu wa Benjamini ambaye Mungu alitaka kumtoa awe kiongozi katika Israeli, ya kwamba awe mfalme katika Israeli. Kwa akili yake Sauli alitoka nyumbani akiwa anaenda kutafuta punda za baba yake, lakini usiku Mungu alimkujia Samueli akamwambia kwamba kuna watu nitakuletea, ambao kati ya hao watu watakuja, kuna mmoja ambaye utampaka mafuta na atakuwa kiongozi ndani ya Israeli, atakuwa mfalme, atakuwa kiongozi ambaye nimejitwalia. Tazama maneno haya ya kiungu, ya kwamba wakati Sauli anatoka kwa nyumbani, kwa akili yake yeye anaenda kutafuta punda za baba yake, lakini anapofika katika mji wa Benjamini kuna nabii ambaye ameandaliwa na Bwana kwenda kumpaka mafuta. Kwa hivyo alipouliza wale wasichana, je, kuna mwonaji? Wakaambia mwonaji yuko, anawaongojea, anamfanya haraka kwa sababu anaenda katika ni siku ya kutoa dhabihu
Kwa hivyo anaenda kubariki hizo dhabihu. Jina la Bwana na lipewe sifa. Samueli alikuwa ameandaliwa na Bwana, si kwa sababu ya kwenda kutoa dhabihu ama kuzombea. Aliandaliwa na Bwana ya kwamba kuna mtu anakuja ampake mafuta. Sauli naye ndani ya moyo wake anaenda kwa Sauli kwa sababu ya punda ambao wamepotea. Anataka kupata suluhisho kuhusu punda wa baba yake. Kwa hivyo walipoambiwa Samueli yuko, wakaenda kwa Samueli. Walipomwendea Samueli akawakaribisha vizuri. Wao wenyewe walianza kuhanyahanya kwa sababu waliona kwamba hawana kitu cha kumpelekea mtumishi wa Bwana. Lakini mwisho wa siku alijipata kuna robo shekeli. Wakasema tutaenda hivyo hivyo kwa mtumishi wa Bwana. Inakaa kulingana na mila za Israeli, ilikuwa huwezi ingia kwa mtumishi wa Bwana bila chochote. Lakini hapo nataka kufundisha jambo. Ikawa ya kwamba kile ambacho walikuwa nacho wakaenda nacho, lakini nia yao ndani ya akili zao na mawazo yao ilikuwa ya kwamba wakutane na mwonaji na wapewe suluhu kwa ajili ya ng'ombe ya punda ambao walipotea. Lakini walipoenda mahali pale, Samueli alipoona akashangaa, maana ndani mwake hana ujumbe wa punda, ana ujumbe wa kiungu ya kwamba Mungu amepanga kuja kumwanoa Sauli awe mfalme katika Israeli. Walipoingia, Samueli aliwakaribisha vizuri, akawasimulia yale Mungu ambaye alipanga katika maisha yao. Na katika ile hali basi Sauli akaingilia, akamwambia Samueli ya kwamba nataka kukuuliza jambo. Je, punda watapatikana? Akaambiwa na Samueli, lenye Bwana alipanga ndilo nitatenda kwanza. Ya kwamba la kwanza lenye Bwana amenituma kwako ni kwamba nikakuinue uwe mtumishi wa Bwana, uwe mfalme. Alafu ya pili sasa ndio nakujibu sasa ya kwamba punda wamepatikana. Jina la Bwana na linuliwe. Nikawa naangalia story hii ikanitia moyo. Watu wengi wameenda katika nyumba ya Bwana wakiwa na mambo mengi. Kuna mtu amekuja mahali hapa kwa sababu anataka ndoa yake ipone. Kuna mtu amekuja mahali hapa kwa sababu anataka watoto wake wapate kazi. Kuna mtu amekuja mahali hapa ili akaweze kutendewa jambo na Mungu. Lakini nataka kusema kwamba hilo lenye limekuleta si hilo. Haleluya. Haleluya. Amen. Ya kwamba Mungu amesababisha hali katika maisha yako itokee ili ya kwamba utafute maombi, ili ya kwamba umtafute Mungu. Lakini nataka kukwambia kwamba Mungu yuko na mpango tofauti. Amen. Jina la Bwana na linuliwe. Amen. Mungu mwenyewe ndio alisababisha punda za babake Sauli zikaweze kupotea, na Mungu atoe Sauli aende kutafuta punda. Lakini mpango wa Mungu hakuwa na haja na punda, alikuwa na haja ya Sauli akaweze kuinuliwa awe mfalme. Ndiye Bwana Yesu makofi. Mungu wakati mwingine husababisha mapungufu katika maisha yetu. Mtu anaweza kuwa amepungukiwa katika hali moja na nyingine, ukute afya zako zimepungua. Si kwamba Mungu hayuko, Mungu yuko. Na wakati mwingine anaruhusu shetani afanye mambo mengine kwetu ili kwamba yatusukume kwa ile mpango zake. Jina la Bwana na linuliwe. Mpango zako si mpango za Mungu. Sauli alipokuwa anatoka nyumbani, wamepangana na babake, akaambiwa kwamba chukua mtumishi mwende mtafute punda. Kwa hivyo ndani ya moyo wa Sauli alijua ya kwamba anaenda kutafuta punda za babake. Na huyu Mungu jinsi alivyo hakuwafanya kupata zile punda kwa urahisi. Walitembea ndani ya nchi 3 wakawa hawajapata zile punda. Maana mpango wa Mungu haukuwa ni punda. Mpango wa Mungu ulikuwa kwamba Samueli akaweze kuinuliwa. Haleluya. Inaweza kuwa umeombewa mara ya kwanza, pili, ya 3 ukahudumiwa. Ukasema kwamba mbona sipati jibu langu? Ya kwamba nilitaka kufunguliwa, ya kwamba nimetaka kuinuliwa, ya kwamba nimetaka nitendewe hivi. Watoto wangu nimewaendea kwa maombi, bado hawajapokea. Kwa nini Mungu iko hivi? Kumbe ni kwa sababu hilo tatizo ambalo uko nalo sina mpango wa Bwana. Haleluya. Mpango wa Bwana ni kwamba usukume
yote. Haleluya. Kuna hali yenye Mungu ameruhusu ikae kwako, lakini hiyo hali haitakumaliza, inakupeleka mahali pasawa. Haleluya. Inakupeleka mahali pasawa. Haleluya. Inakupeleka mahali pasawa. Haleluya. Kina Sauli wakazunguka na mtumishi, wakazunguka mpaka wakafikia mwisho. Wamekwisha tafuta hawa punda ndani ya nchi 3 za Wabenjamini, wakawa wametoka kibinadamu chao, lakini bado Mungu alitaka kuaccomplish a mission in them, in Jesus name. Mungu alitaka kutenda jambo katika maisha yao. Kila Bwana amezilia kwako lazima kitakuwa accomplished in Jesus name. Kila Bwana ameanza ndani mwako lazima kitakamilika katika jina la Bwana Yesu. Safari ya punda haikuwa inakamilisha Sauli. Hata kama angepata punda bado angekuwa hajainuliwa na Mungu, kwa sababu alikuwa na mpango na hizi punda zikapotee. Ilibidi ya kwamba wazitafute mpaka wazikose, na wakisha zikosa basi waende kwa mwonaji. Kumbe Mungu alikuwa na mpango kwa yule mwonaji, Sauli akaweza kuinuliwa. Jina la Bwana na liinuliwe. Nataka kusema kwamba kuna labda hali imepasisi katika maisha yako. Unaona kwamba mbona Mungu hajanitendea hili, lakini nataka kukuambia kwamba mambo mengine kwa makusudi ya Mungu. Haleluya. Amen. Kidali cha Mungu. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kidali cha Mungu. Kidali cha Mungu. Makusudi ya Mungu. Amen. Makusudi ya Mungu hutupeleka mahali pasawa. Makusudi ya Bwana hutupeleka mahali ambapo yeye anataka tupelekwe. Tazama makusudi ya Mungu kupoteza punda. Hawa watu wametafuta punda, wakaenda kwa siku 3, punda hawazioni, mpaka wakakata tamaa. Ikafikia mahali mtu akaambia kwamba kuna mwonaji wa Israeli, wakaweza kumtembelea, na wanapomtembelea huo mwonaji hakika watapata suluhu ya punda. Amina. Wao kwenda kwa yule mwonaji, walitaka suluhu ya punda, ya kwamba waambiwe ya kwamba punda zenu mtazipata. Ndivyo hivyo Kristo tulivyo, ya kwamba wengi tumekuja kwa Bwana tukaweza kupata suluhu ya mambo mengi, lakini nataka kukuambia kwamba Mungu yuko na mpango tofauti. Jina la Bwana na liinuliwe. Walipofika kwa mwonaji yeye hakufikiria punda. Ni kweli Mungu angeweza kumwonyesha tatizo la Hawa, akaambiwa na Mungu ya kwamba punda ziko mahali fulani, ama hawa watu wamekuja kutafuta punda. Hilo hakuwa nalo. Lenye alikuwa nalo ni kwamba Mungu alimtembelea usiku, akamwambia ya kwamba kuna watu mnakuletea, mmoja wao waende ukampate mafuta awe mfalme wa Israeli. Kwa hivyo nataka kusema kwamba hiyo shida yenye imekuleta mahali hapa, wende kama ni mapenzi ya Bwana yakaweze kutimia, jamii yako ikafunguliwe, mambo katika nyumba yako yakaweze kusimamia tena, mambo yaliyokufa katika maisha yako Bwana akayafufue tena. Haleluya. Mungu akakuinua tena, akakuposition katika position yenye anaweza kukuitia. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Kuna watu wengi wamepitia shida, lakini shida zinatupeleka kwa vipao vya kiungu. Labda Mungu anataka umtumikie, ataruhusu shida fulani ingie ndani mwako, na wakati unaendelea kumtafuta kwa ajili ya hiyo shida ukaweze kuinuliwa kupitia kwa hiyo shida. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Na mwana Sauli na mtumishi wake wakiwa wanaingia kwa mwonaji, wakiwa wanatazamia ya kwamba wanapofika kwa mlango waambiwe na mwonaji, punda zenu ziko mahali fulani, punda zenu zimepatikana. Lakini hawakusikia mwonaji akinena hilo, bali mwonaji alimwambia mpishi aende alete nyama nzuri ambayo aliitenga kwa ajili ya watumishi wa Bwana. Haleluya. Amen. Baraka zikaanza. Sauli akaanza kuandaliwa meza. Hata ingekuwa ni mimi, labda ningejiuliza, nimekuja mahali hapa kutafuta punda, sasa badala ya punda naandaliwa nyama. Kumbe Mungu alikuwa na mpango tofauti. Jina la Bwana na liinuliwe. Mtumishi akaleta nyama, watu wakaanza
wakala wakanywa. Walipomaliza kunywa, yule mtumishi, yule Samueli sasa ambaye ni mwonaji ama nabii, akamwambia Sauli, nataka nikupake mafuta. Bwana alinituma kwako. Akanambia ya kwamba utakuja, ya kwamba nije nikupake mafuta. Sauli akaanza kushangaa ya kwamba ndanini mwangu lenye limenileta ni punda ambao wamepotea. Itakuwaje nje kupakwa mafuta? Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Mpango wa Bwana lazima utatimia. Amen. Kile Bwana amepanga katika maisha yako lazima kitatimia. Amen. Mungu anaweza sababisha hali ambazo si za kawaida zitokee katika nyumba yako, lakini anakusukuma mahali kwa sababu anataka kukutendea jambo. Haleluya. Anataka kukuinua, anataka kukubariki. Samueli hakujelewa, Sauli hakujelewa, maana alijikuta anaangaliwa meza. Kumbe kwake yeye ni punda amekuja kutafuta, lakini Mungu alimwandaa awe mgeni kwa nyumba ya mwonaji. Haleluya. Amen. Awe mgeni mashuhuri. Biblia inasema kwamba hata chakula ambacho walikuwa wamekula ni Bwana alisema wakatengewa. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Mungu anatutendea zaidi ya matarajio yetu. Amen. Jina la Bwana na liinuliwe. Amen. Sauli alitarajia ambiwa kwamba punda atapatikana, lakini alipoingia ndani ya nyumba ya mwonaji, nyama zilianza kuletwa, vyakula vinono wakaletewa pale. Yeye akajishangaa, mi huyu ni mtu aina gani? Akaambia wacha nikupatie message ya Mungu. Haleluya. Amina. Wakati mwingine unaweza pitia hali ngumu, kumbe ni Mungu anatafuta kupatia message. Jina la Bwana na liinuliwe. Na kawaida habari za Mungu za kuinua, habari za Mungu za kutia moyo, habari za Mungu za kufungua, habari za Mungu ni za kubadilisha. Jina la Bwana na liinuliwe. Haya, hapo sasa akaanza kupewa message. Akaambiwa kwamba usiku wa manane Mungu alinikujia. Akanambia kwamba ataleta mtu nikaweze kumpaka mafuta awe kiongozi wa Israeli, awe mfalme wa Israeli, na ni wewe Sauli. Sauli alijishangaa. Haleluya. Amen. Mara nyingi napenda kuambia watu yale makubwa yenye Bwana anatuwazia yako kwa siri. Haleluya. Ndipo sasa unakuta kwamba Yeremia alipitia mambo mazito mno, akawekwa ndani ya uwanja. Akiwa ndani ya ule uwanja, Yeremia 33:3, ndio Mungu sasa anamnenea. Yaani kuna shida katika mwanadamu ambazo hufungua mawasiliano na Mungu. Jina la Bwana na liinuliwe. Wakati mwingine unakuwa pressed na hali, kumbe ni Mungu anataka kunena na wewe. Jina la Bwana na liinuliwe. Akamwambia Yeremia, niite nami nitaitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kumaanisha kwamba kama Yeremia hangepitia yale ambayo alipitia, Mungu angeweza kunena naye na kumfunulia mambo yaliyo sirini. Shida ambazo wakati mwingine huwa tuko nazo, si kwamba eti shetani analeta, ni Mungu anaziruhusu zije ili tutafute Bwana. Haleluya. Tukaweze kuwasiliana na Mungu wetu. Samueli kwa niaba ya Mungu akawasiliana na Sauli, akampatia ujumbe wa habari njema ya kwamba Mungu amekuchagua wewe ndio utakuwa mfalme wa Israeli. Haleluya. Ya kwamba Sauli wakati anaenda pale, yeye anatafutia babake nini? Punda. Jina la Bwana na liinuliwe. Najua mnaelewa na ujumbe. Ameenda pale kutafuta suluhu kuhusu shida ya baba yake ambayo ni punda zimepotea. Lakini ndani ya hiyo shida, basi Bwana ananena naye. Jina la Bwana na liinuliwe. Amina. Mara nyingi Mungu ananena na watu wakati wako kwa shida. Mungu aneni na wewe ukiwa kwa raha. Jina la Bwana na liinuliwe. Haleluya. Wakati unapitia mambo mazito, ndio Mungu fungua kinywa chake akanena na mtoto wake. Kwa hivyo ndikawa hali zingine ni Mungu huwa anaruhusu ili tukamfahamu kwa undani, tukamjue kwa undani. Kenye Sauli alijua katika kiroho chake ni kwamba ni punda wamepotea. Lakini tazama, Mungu analeta ujumbe ambao uko tofauti na hizo punda. Haleluya. Amina. Kuna watu hata huwa anahudumia mahali hapa,
Unaweza kumwambia Mungu ananiambia nikwambie ABCD. Yeye anakuambia mimi nilikuja kwa sababu hii na hii. Mungu huwa anaelewa hiyo shida yenye amesababisha kwako ikulete hapa mahali ukakutane naye, akakufungue, akakuinue, atende zaidi ya matarajio yako. Haleluya. Wakati mwingi tunapoenda kwa Bwana tutarajie mambo makubwa. Tusiwe kama Sauli anatarajia tu ujumbe, ambiwe punda ziko wapi. Kuna watu wanakuja kwa Mungu wakitarajia ujumbe, waambiwe kwamba ni nini kitatendeka katika jamii zao. Je, watapona ama watakufa? Usio unatarajia hayo mpendwa. Mungu ana zaidi. Haleluya. 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 Sauli akaandaliwa meza mbele yake. Na si meza tu peke yake. Kulikuwa na habari njema kuhusu ufalme wa mbinguni ambazo zimefichika. Akaambiwa sasa Sauli, Bwana amesema kwamba wewe ndio mfalme wa Israeli. Sauli akashangaa. Maana kilimleta pale kwa Samueli ni ng'ombe za baba yake. Lakini kumbe Mungu ana zaidi. Haleluya. Mungu ana zaidi. Unapokuja kwa nyumba ya Bwana, tarajia mambo makubwa. Maana Mungu ana zaidi. Anajua shida ambayo imekuleta, lakini bado atatenda na zaidi. Tazama, akaelezewa na akapakwa mafuta. Na hata alipomaliza kupakwa mafuta, akapewa jibu ambalo alikuja kutafuta. Akaambiwa kwamba zile ng'ombe za baba yako, zile punda za baba yako ambazo ulikuwa umezitafuta zimepatikana. Amen. Akatendewa mambo matatu. Wana alipakwa mafuta, tu akaandaliwa meza. Tatu sasa ikaja nile sasa imemleta. Haleluya. Mungu atatenda zaidi ya matarajio yako. Sisi umeletwa na nini mahali hapa? Haleluya. Mungu ana mpango wa kutenda zaidi ya matarajio yetu. Biblia inasema kwamba wakaweza kulala pale, akapakwa mafuta, akakula vizuri, na akapewa pia na zawadi za utumishi. Jina la Bwana na amina. Kuna zawadi Bwana ametuandalia. Kuja kwako mahali hapa si kuja kupokea tu suluhu ya kitu ambacho kimekuangaisha. Wewe kawa hiyo shida ndio itakufungulia hata mambo matatu hata manne. Kuna watu waliletwa na hali ya kwamba wanaombea jamii zao, lakini wakajikuta wamepaa wakaenda nje. Haleluya. Niko na dada wengine tulikaa nao huko juu kwa Pastor Peter. Waliletwa na shida tofauti. Mwingine aliletwa na ndoa, mwingine akaletwa na hali za watoto wake. Lakini namshangaa Mungu ya kwamba ananikumbusha kupitia kwa hili neno ya kwamba Mungu hakutenda yale ambao walitarajia kwa haraka, bali walipokuja njia za mapato yao yalifunguliwa, na hata hivyo yale ambao walihitaji ndani ya mioyo yao Mungu akawatendea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Zaidi ya vile tuwazavyo, Bwana anaweza kutenda. Zaidi ya vile tuwazavyo, Bwana anaweza kutenda. Zaidi ya vile tuwazavyo, zaidi Bwana anaweza kutenda. Zaidi ya vile tuwazavyo, Bwana anaweza kutenda. Zaidi ya vile tuwazavyo, Bwana anaweza kutenda. Zaidi ya vile tuwazavyo, Bwana anaweza kutenda. Tunaweza ingia kwa akili ya Sauli. Tazama, naingia kwa mwonaji akiona wazo ya kwamba anataka apate punda za babake, lakini Mungu alimwandalia. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kuna mtu amekuja mahali hapa kwa sababu ya tatizo la ndoa. Nataka kukwambia kwamba Mungu atatenda kwa sababu ya ndoa peke yake. Kuna mengine mawili matatu Bwana atakutendea. Jina la Bwana liinuliwe. Haleluya. Haleluya. Mwisho kabisa Sauli aliambiwa, lenye nilikuleta mahali hapa ambalo ni kwa ajili ya punda za babako,
punda zimekwisha patikana. Kwa hivyo kila mtu atapata suluhu na lile jambo lenye limemleta mahali hapa. Ni Mungu anayenena hayo, si mimi. Hitaji la moyo wako lenye limekuleta mahali hapa limekusongeza karibu na Mungu. Na Mungu lazima atakutendea zaidi ya matarajio yako. Atakutendea kulingana na hitaji la moyo wako, na atakutendea mengine ambayo huku unatarajia. Jina la Bwana na liinuliwe. Wengine watakuja kwa swala la ndoa, kumbe Bwana anabomoa hata madhabahu ya ukoo. Wengine watakuja kwa swala la kupata kazi, kumbe Mungu anafungua hata ndoa zilizofungwa. Wengine watakuja kwa masuala tofauti, lakini Bwana anakuinua, labda kipawa chako labda cha unabii kikaze kufanya kazi, ukatumike ndani ya nyumba ya Bwana. Jina la Bwana na liinuliwe. Sauli alirudi akiwa mfalme. Pamoja na hayo akapewa punda za babake, akarudi nazo nyumbani. Jina la Bwana na liinuliwe. Kwa hivyo kuna watu watarudi na baraka karibu 3 zenye Bwana amewaandalia. Kuna watu watafunguliwa ujenzi, kuna watu watafunguliwa kazi za kwenda nje, kuna watu watafunguliwa ndoa zao, kuna watu watawekwa karibu na Mungu kwa ajili ya kumtumikia. Haleluya. Pigia Bwana Yesu makofi. Pigia Bwana Yesu makofi. Bwana anastahili sifa na utukufu na heshima. Haleluya. Asante Bwana Yesu. Kwa hivyo kuna mambo Bwana anatenda, si vile wewe unapanga ama unafikiria, zaidi ya vile tunavyowaza, zaidi ya vile tunavyofikiria. Jina la Bwana na liinuliwe. Wengine amekuja mahali hapa kwa ajili ya ugonjwa. Nataka kukuambia kwamba ugonjwa wako utapona, na kuna mengine Bwana atakutendea. Haleluya. Kuna package za kiungu zenye ushuka kutoka juu mbinguni. Wana wa Israeli wakati walikuwa na njaa, Bwana alishukisha package kutoka juu mbinguni. Ikawa ni maajabu ya kwamba kuku zimepikwa mbinguni zikaachiliwa. Kwa hivyo sisi hatutapikiwa kuku mbinguni, lakini kuna baadhi ya mambo yenye tunahitaji kutoka mbinguni yenye Bwana atashukisha. Haleluya. Kuna watu watapokea package ya kazi, pamoja na ndoa ndani kwa ndani, pamoja na kuinuliwa ndani kwa ndani. Haleluya. 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 Mungu anaenda kutenda zaidi ya matarajio yetu. Tusimame kwa miguu yetu.